Tuzetu. Umeamkaje mama? Salama. Za huko ulikolala jana? Kwani mama mimi jana nilala wapi? Unaanza tabia zako za uongo Mwashabani. Jana usiku ulilala wapi? Jamani mama. Jamani nini? Mama kweli mimi jana nilitoka. Unaanzaje kulala nje binti wa kike? Taratibu za wapi hizo za kulala nje mtoto wa kike? Unataka kunitia aibu mimi mama yako, si ndio? Unajua sipendi Mwashabani. Mama basi naomba nisamee, haitajirudia tena. Endelea tu. Mama, nilikuwa naomba Shikamoo mama. Marahaba, umemkaje? Salama. Naona kama kawaida yake uko mtandaoni. Mimi nacheki vitu vya maana hapa. Haya bwana. Mama, kwa leo tutakusaidia hii mamangu. Haya baba. Hii naweka mfukoni. Sawa. Ya kwangu iko wapi? Sina kitu bibi mimi leo. Usinitanie. Mama. Hii nini? Wewe. Mwanangu, nikutakie kazi njema. Haya mama. Umekimbizwa au? Sijakimbizwa shoga yangu. Asubuhi vipi tena? Kuna nini? Kwanza shoga yangu sio mbio asubuhi. Jana wewe tulikuwa unajua kulikuwa kuna siku ya hina ya mama nani? Lutfia. Najua. Sasa nimetoka zangu huko 1 2 3 na kuja zangu hapa nakuta saluni imefungwa. Nikajiuliza mbona mapema? Nikasema huyu bibi anaumwa au kitu gani? Sasa nilipoona pamefungwa, sijakaa vizuri, Dayasi akatokea. Anakwenda zake pwani kwenye mambo yake. Sasa ananiambia bibi huyu hayupo, kaenda kwenye mambo yao ya mirathi. Ndivyo mambo yalivyo. Nilipoona yalionikuta, lakini sitaki unichambe. Yalionikuta dadangu, nilipoona hapa pamefungwa shogangu pap mguu moja mguu mbili mpaka saluni kwa Mwaija. Nisuke.
Kanisuka siku zote na usikia mkono tu yule dada midomoni mwa watu, lakini jana nimeushuhudia shoga yangu hatari. Ile anafika kati tu nikamwambia hapa, nikamwambia nifumue hapo hapo, nikatafuta Panadol nikanywa, nikamwambia hatari, bora nitie dawa. Ndio unaniona kichwani niko hivi. Na ndio siku nyingine ukome na wewe shoga yangu. Ndio sikuweza kulala, kichwa kinaniuma mpaka nilipofikia kwamba ngajiona hata kumbe sina lolote shoga yangu, nilikuwa sijajua kilichokutoa hapa asubuhi. Haupo. Haya niambie, vipi huko kwenye mirathi? Imeishaje? Acha shoga yangu, kama unavyonijua shoga yako nilivyompana, nakwambia kama hili buderi. Ala, nimeshona kijora dada. Mie na Fadhila wangu sare. Niende nikawarushe roho wale wazee. Kilichonikuta shoga yangu, najuta. Kilichonikuta? Mirathi yote shoga yangu imekwenda kwa nani? Mwashabani. Na msimamizi shoga yangu, Bi Zaituni. Unalo hilo? Toba. Bibi wewe. Kwani hasa yule mwanamke mtu wa wapi? Najua shoga yangu. Pole dada. Na kuona hivi viatu vyako vizito. Nakupa chimbo dada. Lakini message. Nadaiwa dada, nadaiwa. Kama kawaida yako. Unatujua mambo yetu tukishafanikiwa mambo. Sasa ninakupa namba ya simu alafu tulia. Sie ndo kwenye kugeuza mji kuwa mkoa bibi wewe. Au mkoa kama mji. Nipe. Unajua tukifanikiwa sisi mambo yetu haturudi nyuma, lakini shoga yangu nakupa namba, nakupa chimbo. Na utakuja kunipa mkono. Hakuna cha mama nani wala nani. Ndio maana nakupenda shoga yangu. Bibi nimekuja kuhakikisha upo na ninajua upo, utaniona baadaye. Kwa heri. Naomba sukari kilo moja. Haya. Nilichosahau kitu gani mpaka unifuate hadi huko? Mwashabani, hakuna mama anayependa mwanawe asifanikiwe katika maisha. Nilishakwambia swala la muziki sitaki kusikia. Kwa nini unang'ang'ania Mwashabani mwanangu? Mama, kwa nini hutaki mimi nifanye muziki? Unajua kama mila na desturi zetu haziruhusu binti wa kike afanye mambo ya muziki. Na wewe unaelewa sana hilo. Muziki ni haramu hasa kwa binti wa kike. Na ushukuru Mungu sasa hivi mnaruhusiwa hata kufanya kazi hata kusoma. Ingekuwa zamani ungekuwa ushaozeshwa saa hizi wewe. Mama, wewe ndio unafanya tu haya mambo yawe mengi. Nimekwambia sitaki. Tena ondoka. Ondoka haraka sana. Na ni kitu gani iko cha haramu unachokisemea wewe? Binti kukaa peke yake ugenini siwezi. Utoke wewe, ondoke hapa uende ukakae mbali na mimi. Haiwezekani. Ni hatari kubwa kukaa ugenini peke yako. Mama, lakini unaanza Mwashabani. Nimekwambia sitaki, ondoka. 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 Tutaonana huko nyumbani. Ondoka. Usinijazie gundu hapa. Si unajua wateja wangu saa hizi wanajazana kibao kutafuta madela. Hebu ondoka. Uniletee msiki. Vipi mke wangu? Ulikuwa wapi usiku kucha ndo unarudi muda huu? Nilikuwa niko kazini mke wangu. Naomba unisamehe sana. Sema tu nimechelewa kutoka. Na simu ina matatizo gani? Mbona nakupigia tangu usiku hupokei simu zangu? Umenipigia simu? Nimekupigia sana tangu jana usiku hupokei simu zangu. Kuna shida gani? Sijui simu nitakuwa nimeidondosha kazini Mungu wangu.
sawa upatikani. Na mama pia mbona apokei simu zangu? Na yeye mara anapatikana mara hapatikani. Kwa nini mnanifanyia hivi lakini? Mama ameenda wapi kwani? Ametoka? Tangu alivyotoka jana usiku na shoga yake mpaka sasa hivi hajarudi. Sasa atakuwa ameenda wapi? Sijui, unaniuliza mimi nitajuaje? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Pokea simu. Pokea simu. Hello. Nimesema pokea hiyo simu. Kadiri. Naomba leo tumalize mgogoro huu. Naomba pokea hiyo simu. Unajua? Haya ni maji ya moto. Na ninakumwagia. Sawa. I'm not joking. Sawa. Wewe una simu yako na mimi nina simu yangu. Sioni sababu ya kuweza kuingiliana kwenye simu. Kwa nini unakuwa hivyo lakini Mwamvua mke wangu? Stani. Pokea simu. Tumalize utata. Okay. Weka loudspeaker. Okay, simu zangu. Hakuna cha mimi nipo hapa getini na naingia hapo nyumbani kwako sasa hivi. Nakuja, niko getini. Sawa. Niko hapa getini naingia hapo nyumbani kwako sasa hivi. Mwashabani? Karibu mdogo wangu. Karibu. 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 Jisikie uko nyumbani. Kimetokea nini tena hapa? Amna kitu. Msiniambie mmekuwa mnapigana tena. Kidogo tu. Nikweke chai. Dada mimi ataskai sana. Na kwanza, kwa nini uko hapa? Na hayo mambo yako ya muziki yanaendeleaje? Yaani hicho ndio kilichonileta hapa zaidi.
Unajua haya mambo ya muziki ni lazima ushirikishe wazazi ili mimi niingie kwenye mashindano ya kuimba shuleni. Lakini si unamjua mamako Bi Zaituni. Ni kweli. Lakini usiniambie amekataa. Sasa mdogo wangu, wewe unaona mimi hapo nitakusaidiaje? Mimi nilikuwa tunatamani uchukue hizi karatasi umpelekee Bi Zawadi akasaini mbadala wa mama. Naomba unisaidie. Nahitaji msaada wako dadangu. Najua sio rahisi, lakini cha muhimu tu ni tupate saini yote ya mke wa Mzee Shamte. Ni kweli ulivyosema. Yaani sio rahisi kama unavyofikiria, lakini nitajitahidi kwa nafasi yangu kukusaidia. Sasa lete haya makaratasi hapa. Alafu mimi nitajua cha kufanya. Sawa mdogo wangu? Asante dada. Lakini iwe siri yetu. My mouse is sealed. Yeah. Jamani, yani ndio umekuja hapa ndio tulikuwa tumeandaa chai. Okay, angeendelea kukaa. Au angewahi tu nyumbani. Hapana, kaa. Angewahi. Kaa. Karibu kaa. Naomba tuendelee. Tulipoishia.